Yes, mambo vipi mtazamaji wa PMTV, mambo ni aje, mambo ni gani? Karibu kwenye updates za PMTV, na kwenye updates leo hii bwana, upande wa sports tupo na mnyama, tupo na wanalunyas, tupo na watu ambao mitaa ya kutamba ni mitaa ya Msimbazi pale Kariakoo. Sasa kwenye kutamba huko tunafahamu kwamba msimu huu haujawa bora sana kwa klabu ya Simba mpaka sasa, na hii ni kutokana na matokeo ambayo wamekuwa wakipata kwa michuano mbalimbali ambayo wamekuwa wakishiriki. Tutaanzia kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika ambayo mpaka sasa klabu ya Simba kwenye hatua ya makundi imecheza michezo miwili, na michezo yote klabu ya Simba imetota. Ilicheza na Petro di Rwanda hapa nchini Tanzania, ambapo klabu ya Simba ilipoteza kwa bao 1-0, lakini pia ikaenda huko nchini Mali kucheza na Stade de Malien, ambako klabu ya Simba pia ilipoteza mchezo huo kwa mabao 2-1. Sasa ukiachana na michuano hiyo, Simba pia kwenye michuano ya ligi kuu ya nchini Tanzania bara, katika michezo yake mitano ambayo imeshacheza, imepoteza mchezo mmoja, ikifungwa na klabu ya Azam mabao 2-0. Kadhia hiyo ambayo imekuwa ikiendelea, ama bundi huyo mweusi ambaye amekuwa akiendelea kuzengea kwenye klabu ya Simba, imefanya klabu ya Simba iweze kumfuta meneja wake ambaye alikuwa anaisimamia timu hiyo, nikiwa namzungumzia Dimitar Pantev. Lakini baada sasa ya kumfuta mwalimu huyo kazi, tunajua kijiti alikabidhiwa Suleiman Matola, kijiti cha kuwa kama caretaker wa klabu ya Simba mpaka pale ambapo klabu ya Simba itaweza kutangaza kocha wake mkuu. Lakini kumekuwa kuna tetesi mbalimbali ambazo zimekuwa zikizungumzwa kwamba ni nani ambaye ataenda kuwa kocha mkuu wa klabu ya Simba. Wapo ambao wanampigia upatu Suleiman Matola, lakini wapo ambao wanatuambia kwamba inawezekana ikawa nizamu ya Angel Miguel Gamondi kuwa kocha mkuu wa klabu ya Simba. Sasa PMTV kupitia mic yetu sisi tukasema okay, isiwe tabu bwana, tumfuate mtu ambaye ni maarufu na mtu ambaye amekuwa akifuatilia michongo ya tetesi kwa muda mrefu, nikiwa namzungumzia Dominic Salamba, ambaye yeye kupitia mic ya PMTV alisema kwanza hapo awali Gamondi alikuwa anasikilizia mchongo wa yeye kuwa kocha wa Yanga, na hii ni kutokana na mwenendo mbaya ambao alikuwa nao Romain Folz. Lakini sasa baada ya Yanga kumtambulisha Pedro Goncalves kama kocha mkuu, Gamondi alikuwa ana option, na alikuwa anasubiria option yote ambayo itatokea mbele yake, ambapo tunaona kwa kuna Singida, kwa kuna Taifa Stars. Lakini sasa akatupa maono yake kwamba anaona ni rahisi zaidi kwa klabu ya Simba kumpata Miguel Gamondi, kwa sababu yeye ni mtu ambaye anapenda spotlight, yani anapenda kung'aa. Na kwenye spotlight nchini Tanzania bwana, tunazungumzia Simba na Yanga, japokuwa kuna vilabu vingine, lakini Simba na Yanga ndio sehemu ambayo ina spotlight kubwa. Na yeye kupitia maono yake anasema anamuona na anahisi kwamba inawezekana, ama kuna uwezekano mkubwa kabisa Angel Miguel Gamondi akawa kocha mkuu wa klabu ya Simba, kama ambavyo tetesi zimekuwa zikizengea kwenye mitandao ya kijamii kwamba Miguel Gamondi inawezekana akaja kuwa kocha wa klabu ya Simba baada ya michuano ya AFCON. Sasa Gamondi huyu ambaye tunamkumbuka shaifanya makubwa akiwa na klabu ya Young Africans, je, tunamuona kweli anaweza kajiunga na klabu ya Simba na kuwa kocha mkuu? Na kama atajiunga, utachukuliaje ama utalionaje ile tukio? Kocha wa Yanga ghafla anakuwa kocha wa Simba. Tumezoea kuiona kwa wachezaji, lakini kwa makocha imekuwa aghalabu sana. Lakini inasemekana tetesi msimu huu kwamba inawezekana Gamondi akajiunga na klabu ya Simba baada ya michuano ya AFCON kuweza kutamatika. Tupe maoni yako hapo, unaichukuliaje hiyo, na utafurahi kumuona Gamondi akiwa kocha mkuu wa klabu ya Simba, na unaliona likitokea? Lakini kati unaacha komenti yako hapo bwana, usisahau kwamba PMBet imeamua kukuletea kasino nyumbani kwako, imeamua kukuletea kasino ofisini kwako, imeamua kukuletea kasino popote ambapo utakuwepo, kwa mchezo ama mzungusho wote kuanzia shilingi 500 na kuendelea. Jua unajishindia pesa, lakini pia unaingia kwenye draw ya kushindania Toyota Hali ambayo inatoka kila siku. Website ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.